wasiwasi unajua. Umepata wasiwasi? Yes, wakati namsikiliza Gulamali. Mheshimiwa Seif Hamisi Gulamali. Mbunge wa Manonga. Jimbo moja tu Manonga huko Tabora. Igunga huko unajua nimefuatilia kwanza nilivyosikiliza kwanza nikasema huyu nasikia yuko Yanga. Ni nani Yanga? Nikaambiwa ni mjumbe wa kamati ya utendaji. Sasa unajua level ya kamati ya utendaji, nilisema jana hapa, kamati ya utendaji ndio kikao cha pili kwa ukubwa baada ya mkutano mkuu. Kamati ya utendaji ndio kikao cha pili kwa ukubwa baada ya mkutano mkuu. Ndio. Mkutano mkuu unakuja na wanachama wote. Pale wanachama mkutano mkuu kwa mfano wa uchaguzi wanawachagua wawakilishi. Ndio. Wawakilishi wale ndio ambao kutakuwa na rais, makamu wa rais na wajumbe wa kamati ya utendaji. Na rais ana nafasi zake si 3 sijui za kuteua. Yeye achague anateua wajumbe 3 wa kamati ya utendaji wa kuteuliwa na rais. Ndio hiko kinaitwa kikao cha kamati ya utendaji. Sawa? Sasa una mjumbe wa kamati ya utendaji na hajui kwamba hayo wanayosema hapo maana yake anataka serikali iingilie utendaji wa kila siku wa bodi ya ligi. Afikiria sasa, huyo ni mjumbe, mbunge na mjumbe wa bodi wa kamati ya utendaji wa klabu. Kuna siku fulani hivi niwahi kusikia tu kama mbunge mmoja aliwahi kusema kwamba alikuwa anahoji kwa nini CAG haendi kukagua hesabu za TFF. Ilikuwa wizara hii. Nimeelewa kwa sababu yeye sio mtu wa mpira na nini, lakini pia kwamba hakujua kwamba hakuna pesa inayoenda pale ya serikali. Sababu CAG anakagua pesa ya serikali. Si ndio? Sasa tukaachana na hiyo kitu. Msikia Seif Gulamali nikasema yeye mheshimiwa mbunge hajui kwamba serikali haiingilii uendeshaji wa kila siku wa shughuli za michezo. Anatakaje sasa serikali ndio ikaimarisha, iboreshe bodi, ijitegemee? Hao Yanga wao wanaweza kwenye vikao vya TFF kama wanachama wapo kwenye, unajua vilabu vyote ni wanachama wa TFF vya daraja ya kwanza ya ligi kuu, sio? Lakini vilabu ndio vinavyounda bodi ya ligi kuu. Wanajia humo ndani humo za kutaka hiyo iwe legal entity jitegemee, ije huku iwe waseme bodi sisi kama bodi. Hapo lazima pia katiba pia vitu vya katiba. Wana ushawishi mkubwa lakini hawataki kusema huku kwa sababu ukisema huku ndani si utaonekana wewe unayesema sasa nani? Wewe si ndio unayesema hivi? Huyo mimi mheshimiwa mbunge mimi nafikiri kama alipewa hoja tu ambazo aende pale akazisimamie ambazo na maskini ya Mungu hakuweza kuzisimamia. Hakuweza kuzisimamia kwa sababu amezungumza hoja ambayo imempalia. Alikuwa na hoja nzuri lakini hakupangilia. Bila kusema serikali iingie hapo. Ndio imevuruga. Serikali ipaswi kuingia hapo. Na ikiingia hapo tunaingia kwenye matatizo. Sasa kama mbunge, mjumbe wa kamati ya utendaji ya klabu na hajui kwamba serikali ipaswi kuingia hapo, ndio maana tunakutaga mambo mengine yanatokea kwenye vilabu vyetu. Kwa sababu hao ndio waamuzi ujue. Hao ndio wanaokaa sehemu. Huyo ni mjumbe wa kamati ya utendaji anakaa anafanya maamuzi. Hao alikuwa anajua serikali itakiwa kuingia lakini alikuwa anafikisha ujumbe. Hao ya unamfikishia mtu kitu ambacho hawezi kukifanya. Wako bungeni sasa mtu anataka kufikisha ujumbe. Una mtoto Juma? Unatamani kununua gari afu unamwambia mwanao nisaidie kununua gari, anafanyaje? Wale nchi iwe na bando tu. Sisi zitake wewe. Kabisa. Amesemaje? Mtu kama tai yake na koti yake atucheze. Bale. Hayo ni yaliyotokea bungeni. Tumalizane na Msukuma. Msukuma umemsikia Nyemedari? Acha zungumza kabisa. Kutokana na mgogoro uliopo kwenye timu zetu hizi kubwa mbili. Nilikuona ulitoka saa 4 usiku kwenye kikao. Lakini baada ya kutoka mle mpaka leo hatujajua kilichotokea kule. Natanguliza maneno haya ili uyajue. Nitashika shilingi leo. Mpira wa Simba na Yanga, timu ya Simba na Yanga kwenye nchi hii ndio burudani pekee iliyobaki kwa watu wote. Sasa mnatambua kabisa iko migogoro, lakini hata kwenye taarifa yako Mheshimiwa Kabudi sijaona mahala ambapo unataja. Ikiwa rais mwenyewe anafadhili mpaka anatoa hela zake mfukoni kwa hapa vijana hamasa, halafu mnaona huu mchezo tuendelee kusikia tu ngonjera za huyu na huyu. Mheshimiwa Mwenyekiti, namtangulizia kabisa shilingi mzee Kabudi, naondoka nayo. Kama utakuja na taarifa sahihi ulichokisikia kieleze, ili ndio bunge la wananchi. Hatuwezi kuwa tunasikia mitandaoni
na wewe mwenzetu uliyeteuliwa kwenda kutuwakilisha umesikia sirini, halafu unaleta taarifa tukupitishie budget, tunaacha kuelewa kinachoendelea. Sisi tukirudi huko majimboni kwetu na sisi tuwe tena watu wa mitandao. Leo kama utatoa taarifa sahihi na kushikia shilingi. Mheshimiwa Mwenyekiti, niamini Simba hawana makosa, Yanga hawana makosa, lakini kinachoendelea, nani anayetakiwa kutueleza taarifa sahihi? Tunaona kama michezo kama kesi imeenda kasi, imerudi kasi, imekuja huku, kabla mlalamikaji hujamsikiliza unatangaza mechi, anacheza bodi ya ligi, inacheza Yanga. Sasa nataka kujua Mheshimiwa Kabudi, wewe ulienda kulisikiliza pande zote mbili, Simba na Yanga. Sitaki kusema Yanga ina makosa wala Simba ina makosa. Wewe waziri uliyesikiliza, utupe majibu sisi wabunge, ili tukaeleza watu wetu michezo ni furaha. Simba na Yanga ni pati ya maisha ya kurudisha Watanzania. Kwa hiyo ukija bila maneno leo nitakuzengua Mheshimiwa Kabudi. Lazima uje na taarifa. Sisi Tanzania tumepata heshima ya kuandaa AFCON. Halafu dunia yote itaangalia AFCON inaandaliwa Tanzania. Halafu tunakuwa na viongozi wahuni tu wanaamua wanavyotaka. Hatuwezi kwenda kwa design. Hapana. Sisi wote tunaweza kuwa marais wa TFF, wote humu tunaweza kuwa viongozi wa bodi ya ligi. Hata mimi naweza kuteuliwa. Halafu lazima niwe wazi, sio tu kama tumempa mtu kuongoza familia yake. Na kuomba sana Mheshimiwa Waziri, kuliko kulitia aibu taifa hili tulikoenda kwenye michezo yetu, ni lazima uje na taarifa bunge tufahamu. Usipokuja nalo leo nitaondoka na shilingi. Mimi ni daktari, wewe ni profesa. Kwa hiyo mzee ujiandae, na wewe mwenyewe umenipandisha kuniita profesa, unaniita profesa. Kwa hiyo leo nitakuzengua kiprofesa. Bwana nchi. Bwana mmesikia wabunge bwana. Mbona uchaguzi uje? Kabisa. Kuna hataji anaongea nini? Ajui. Huyu msukuma aliyetoka sasa ajui anachokiongea hata kidogo. Kosa lake ni nini? Ana misioni hata alichopatia. Akasema vitu vingi hapa, anaweza kuwa kuteuliwa hata anateuliwa na nani sasa? Yaani wewe kuwa kiongozi wa bodi ya ligi unahitaji kuteuliwa. Huyu hajui kitu. Unahitaji kuteuliwa na nani? Kwa kiongozi wa TFF. Kwamba yeye anaamini kwamba sisi wote wao mtaweza kuteuliwa. Nani anakuteua? Wewe unajua uteuzi? Wewe ni mbunge huyo. Na anajua uteuzi. Na teuzi zinatolewa kila siku, anajua maana ya uteuzi. Nani anamteua kiongozi wa TFF? Hajui kitu. Alikuwa anaongea tu. Alafu level ya kuwa mbunge basi. Yuko bungeni anawakilisha wananchi. Wananchi wake wanasikia na yeye anasema mimi mwakilisha wananchi. Taambia nini watu wangu? Lakini taambia nini watu wangu sasa? Hichi ndio nilichomwambia. Yaani yeye kwanza hajui hata kiongozi wa bodi anapatikanaje. Kwa hiyo akirudi majimboni anatakiwa aambie majimboni swala la kwanza angejifunza na kiongozi wa bodi anapatikana vipi? Viongozi wa TFF wanapatikana vipi? Hawateuliwi. Rais wa TFF anateuliwa? Anachaguliwa. Babu Tale. Unaelewa? Alafu anazungumza kwamba sehemu nyingine nafikiri watu ndio wamewapendeza zaidi. Kwamba kasi wamerudisha jambo. Alafu unapanga ratiba. Mnaenda kucheza nyinyi. So what? Kasi wamemaliza shughuli yao na kasi ndio chombo cha mwisho. Katiba, japo tumsikiza vizuri Almasi. Katiba za kwetu na mashirikisho mengine mpaka FIFA wanatambua kwamba kasi ndio chombo cha mwisho cha kusuluhisha mgogoro. Mgogoro ukishafika kasi, ukasuluhishwa, ukatolewa hukumu, huo umefanyaje? Umekwisha. Sawa? Sasa kama mgogoro umekwisha, Yanga ulitaka maombi madogo yalikuwa bodi isipange tarehe ya mchezo. Sawa? Lakini wao wapewe point 3 kwa maelezo waliokuwa wametoa. Maombi madogo na maombi makubwa yote yamefutwa. Hayako tena. Wako tena kwenye record. Na nyinyi endeleeni. Sasa unataka wafanyeje? Unataka wafanyeje? Wasipange tarehe? Wasubiri nini sasa? Wanataka majibu ya uchunguzi, ndo namna ambavyo mimi nimemuelewa. Okay. Yanga wakati wanakwenda kasi walijua kama kuna uchunguzi wa kujua. Walikuwa wanajua kwa sababu kwenye barua waliwahi zile siku 21. No. Mbona hawakusubiri uchunguzi? Sasa waliwahi siku 21. Wamewahi nini sasa? Kwa sababu walichoambiwa kule ni kwamba hili jambo lilifaa kuwa exhausted ndani ya kamati za TFF. Waliwahi nini? Na jopo la mawakili. Si 5, si 6. Si bora lakini wamefika. Bora nini? Wakati wamekosea namna ya kulihandle hilo swala, wamekosa walichokitaka kule, wamerudi hawana walichokuwa nacho.
alafu wanawaogopea watu kwamba wao kule wameambiwa waende kwenye mamlaka za ndani. Hakuna sehemu ambapo kasi wamesema ninyi nendeni mamlaka za ndani. Lakini pia kasi hawajatoa hukumu kule. Wametoa orders 3 na jana nimekuambia orders sio hukumu, lakini jambo halipo, limefutwa, limekuwa withdrawn, terminated and deleted. Tumia hayo maneno. Wewe ulikuwa mwalimu wa Kiingereza kwa mpigo zaidi. Sawa? Hebu tumia hayo maneno na kwamba limeondolewa kwenye CAS roll. Sawa kaka? Sasa kule nyinyi amkusubiri uchunguzi, mlienda mkijua kama mtafanikiwa. Sasa tukirudi ndio tuanze kusubiri uchunguzi tena, wakati kule kesi ishakuwa haipo. Nyinyi mkirudi sisi tuna react, tunaweka tarehe tucheze. Hao ndio wale Juma. Kitu kimoja alizungumza Tare. Leo msikia jamaa mmoja hivi anafanya siasa sana pale media nyingine tofauti na hii. Anaitwa Moses William. Ndio. Nimemsikia anazungumza jana. Ametoa tu maoni yake. I was so much pleased. Sawa. Nchi hii hatuwezi kutoka kwenye hapa tulipo kama hatutokubaliana kwamba tumewafanya Simba na Yanga kuwa wakubwa mno. Haya yote yanatokea na yanaanzia huko kwa viongozi wa serikali. Na kwa sababu kuna interest inatoka juu. Maana wameitwa hata huko bungeni. Kuna interest inatoka wameitwa kama wadau bungeni bwana. Yes, kwa wizara inasoma nani? Inasoma bajeti yake. Naitwa kama wadau. Lakini umeona watu jana waje concentrate kwenye budget, watu wamegeukia. Sawa, swala la kuitwa wameitwa kama wadau. Sawa. Mimi nazungumzia watu kujiona wakubwa nchi hii. Ni kwa sababu hizi timu hii utasikia waziri fulani yupo, hii na waziri huyu, utasikia sisi watu wa serikali wapo. Sisi ndo serikali bwana. Sisi tulidai uhuru. Sasa tumezifanya hizo timu kuwa kubwa kuliko kitu chochote. Mpaka viongozi, mpaka mashabiki. Utakuta kishabiki tu cha mtaani akijui kitu chochote, atakwambia Yanga ndo serikali bwana. Simba wewe sisi tuna mawaziri gani? Hawajui kitu chochote. Kiasi vile wamekuwa wakubwa kuliko taasisi ambazo zinapaswa kuwasimamia. Mpaka TFF na bodi ya ligi wanakosa kujiamini wanapohukumu mambo ya Simba na Yanga. Unaelewa? Ndio maana jibela tuna dakika moja. Wao watu ni waonevu. Wanatuonea timu zingine zote zinacheza mechi saa 8. Simba na Yanga wacheza saa 8. Sawa. Kwa sababu wanawahofia, wameshakuwa wakubwa mno. Na sisi pia tunawahofia. Hansi ametoka. Siku moja niliwahi kumsikia sehemu anaojiwa. Anasema kwenye kila idara unayojua wewe nchi hii kuna mtu wa Yanga. Ukishakuwa na hiyo mentality, Yanga they feel they are big. Lakini kweli Simba sasa ndio tunaogopa. Ndio maana hivi Simba wale ingekuwa na timu nyingine wasingesema hatuchezi mechi ule usiku wa siku hiyo. Sawa? Wala Yanga wasingekuja hapa wakasema hatuchezi mechi. It's between Simba na Yanga tu ndio utaona wenyewe wanatusumbua namna hii. Lakini ingekuwa Azam, ingekuwa Singida, sasa hizo shughuli ishakwisha. Hawa watu tumewafanya kuwa wakubwa kuliko wanavyostahili kuwa. Usitoke huko. Tuna sekunde 20 hapo. Samaliza. Wakati unamalizia, usimalize hivi. Wabunge hakuna walichoongea cha msingi. Hawajui bwana wanachoongea. Hawajui. Yule kuna mali hajui anaongea nini. Yule ndo sasa hivi ndo kabisa. Huyu msukuma. Hamna kitu kabisa. Bora babutali kidogo. Walao. Kwa sababu yeye amesema hizi timu bora zikicheza huko zinasumbuka, tusiogope hao watu, tumewafanya kuwa wakubwa. Na ndicho ndo naposimamia mimi. Lakini kutaka soma hii sijui mbona mmepanga mapema kabla mnaenda kucheza hivi, wanataka subiri nini? Ajui hata kiongozi wa TFF anapatikana naye. Sana tunaongea naye. Bwana mimi nikushukuru sana. Kwa hali ya hewa ya leo, baadaye utakuwa kwenye mechi Mechi wapi? Ya Pamba na Simba. Sijajua, unajua ndo mafua leo. Naona una mafua. Oh right. Lakini wabunge wamekusikitisha sana kusema kweli. Unajua unajiandaa bajeti, watu wanakuja pale unahoja zako basi zione mashiko brother. Wewe mwakilishi wa wananchi. Msukuma ni dokta anataka kirudi Geita apate majibu. Sasa kama hata ajui kiongozi wa TFF anapatikanaje, anapata majibu ya nini?